Kutana na Juma Isa Lidondo, mkulima na mjasiriamali mwenye bidii kutoka kijiji cha Mandarawe. Shukrani kwa mradi wa RIPAT, kwani maisha ya Juma yamebadilika kabisa. Sasa anashiriki katika chama cha kuweka na kukopa kijijini. Anaendesha biashara ya kuku na anaendeleza shamba lake la mgomba. Mke wake anaendesha mgahawa wenye mafanikio, na kwa pamoja wanajenga nyumba ya ndoto zao hatua kwa hatua. Mradi wa RIPAT umetoa msaada mkubwa ukiwasaidia kupata mustakabali ulio bora. Kwa jina naitwa Juma Isa Lidondo, mkazi wa kijiji cha Mandarawe, kata ya Mandarawe, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi. Mimi ni mwanakundi wa Tuungane. Pia ni kikundi ambacho kimeletwa na mradi wa RIPAT. Nilianza kujiunga kwenye kikundi hiki 2021. Kitu ambacho kilinivutia kujiunga na hiki kikundi, walifika wawekezaji kwenye kijiji chetu, wakaitisha mkutano wa kijiji, wakatoa maelezo, wakawa wamezungumzia kuwa kutakuwa na pakache la uchaguzi. Walizungumzia kama kutakuwa na ufugaji wa kuku, kilimo cha migomba na kilimo cha mbegu 9. Kwa hiyo nilijiunga na kikundi, nikaenda kuwasikiliza wawekezaji. Tukafika sehemu za kazi kama vile shambani, tukaanza shamba. Tukaenda kuonyeshwa eneo la shamba ambalo lilitokeza yani mwanakijiji mmoja akatoa shamba lake. Tukaenda kulifanyia kazi, tukachimba mashimo tukaanza kujifunza na kilimo cha migomba. Baada ya kujifunza kilimo cha migomba, tukajifunza na kilimo cha mbegu 9, tukajifunza na mboga. Ila wawekezaji walikuja kutushauri tena kuna ufugaji. Walileta ufugaji wa kuku na ufugaji wa nguruwe. Mimi nilijiunga kwenye ufugaji wa kuku. Pia nilijiunga kwenye uchezaji wa hisa. Nilicheza hisa, nikafundishwa jinsi ya kukopa na kurejesha. Nilikopa kwenye hisa, ila wale kuku kwa sababu tunawafuga sisi wenyewe na tunatakiwa tuuze kama kikundi. Yaani mradi unaleta kuku, ila kuku tunawauza. Kwa hiyo mimi kuna bei ambayo tulinunua wana kikundi na bei ambayo walinunua watu wa kawaida. Kwa hiyo nilikopa hela kwenye hisa, nikachukua kuku, nikawafuga. Pia kuku niliwafuga ndani ya miezi 3. Nikauza kwa bei ya shilingi 15,015. Kwa hiyo nikapata hela kurejesha kwenye hisa na pia nikabaki na mtaji kama mtaji. Kwa hiyo ile kisendi ambacho kilibakia niliongezea tena, nikaenda kuchukua kuku wengine. Lakini kila siku ninavyozidi kucheza hisa na kuchukua kuku, kipato kiliongezeka. Nikachukua baadhi ya kipato changu kingine nikamfungulia mke wangu biashara ya mgahawa. Akawa anauza chakula na maandazi na chai. Yeye alitengeneza faida na mimi huku kwenye kuku ikawa naendelea biashara ya kuku. Ikawa nachukua kuku sasa wa kienyeji na wafuga hivyo na wauza mpaka nikafanikiwa kupata kiasi cha kununua pikipiki ambayo ni hiyo. Sasa hivi hiyo pikipiki inanirahisishia kwenye masafari yangu madogo. Pia kwenye biashara zangu za kuku, kwa sababu kuku tena sio nachukua tu kwenye kikundi, ila pikipiki nachukua, napita kuchukua mitaani alafu napeleka mjini. Pia nimejifunza kwenye kilimo cha mbegu 9. Nilichimba mashimo 300, nikapanda mbegu 9, nilifanikiwa kuvuna tofauti na kiasi ambacho tulikuwa navuna kienyeji. Pia nikajifunza kilimo cha migomba. Kilimo cha migomba nilijifunza kwenye shamba darasa. Nilivyoona kuna mafanikio ya makubwa kwenye shamba darasa, nikaona sasa nifanye sasa kwangu. Ila sasa nafanyaje kwangu? Ina maana sina eneo la kulima. Nikarudi tena kwenye hisa. Nikaomba mkopo wa shilingi 500,000. Lakini nikatoka tena kwenye biashara zangu ya kuku. Nikauza kuku 20 wa chotala. Kuku mmoja nilimuuza kwa shilingi 20,000. Kwa kuku 20 niliuza kwa 400,000. Nikapata 900,000.
nikanunua shamba la milioni 1.2 ila nilitanguliza 800,000. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naendelea kucheza hisa na lile shamba nalifanyia kazi hapa mpaka sasa hivi. Natamani nahitaji nikachukue nani kwenye shamba darasa migomba nikapande kwenye shamba langu. Kwa kusema ukweli, na ushukuru mradi na nashukuru Ripati kwa kuja kijijini kwetu, kwa sababu imeshanikomboa. Kwa sababu hapa ninapozungumzia biashara ndogo ndogo ninazo, na mke wangu anaendelea biashara ya mgahawa, anapata kipato. Kwa hiyo na mimi nazunguka kwenye faida zangu. Vile vile kama unavyoona kwenye hii nyumba, mradi ulinikuta na 2021 hii nyumba kabla sijapiga rinta. Ila baada ya kufanya biashara zangu nilinunua sementi pamoja na nondo, nikapiga rinta, na hapa sasa hivi na mke wangu anapambana na biashara ya mgahawa na mimi mwenyewe napambana kwenye biashara zangu. Tunanunua bati 5 mpaka sasa hivi na bati 35. Kwa hiyo na ushukuru mradi umekuja kunipa supporta kubwa sana. Kwa hiyo na imani kwa mradi huu nitafanikiwa na hii nyumba nitaimalizia.